Habari gani mwana KOE TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOE TV. Rais wa mawakili nchini Tanzania ambaye anafahamika kama Boniface Mwabukusi kupitia mtandao wa Twitter ameamua kulisemea hili ambalo linaendelea katika ulimwengu wa siasa kuhusiana na chama cha demokrasia kutosaini fomu ya maadili. Boniface Mwabukusi ameamua kuweka chapisho ambalo lilichapishwa na East Africa, ambapo lilikuwa na kichwa cha habari kilikuwa nasema Chadema yakosa sifa za kushiriki uchaguzi. Boniface Mwabukusi akaja kuchapisha hivi: sijui hawa wenzetu wanazisomaje hizi sheria. Je, ni utofauti wa vyuo? Hakuna sheria inayozuia chama kutoshiriki uchaguzi kwa kutosaini maadili ya uchaguzi. Ni taarifa mbovu ya kukosa logic. Tuache kuharibu taifa na kuchochea vurugu. Hayo ni maneno ambayo Boniface Mwabukusi ameandika katika mtandao wa Twitter kuhusiana na namna sheria ambazo zimewekwa na namna zinavyochukuliwa. Amesema kwa maelezo yake, anasema hakuna sheria ya uchaguzi ambayo inamzuia mtu kutoshiriki uchaguzi hata kama hajasaini fomu ya maadili ya uchaguzi. Watu wamekuwa na maoni tofauti katika hili chapisho ambalo rais wa mawakili nchini Tanzania ambaye anafahamika kama Boniface Mwabukusi ameweza kulichapisha katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza anaitwa Adui wa Yanga, anasema hakuna vurugu yoyote inayoweza kutokea kwenye nchi hii kwa sababu ya ujinga wa Chadema na kususia wacha wakajipange waje 2030. Lakini Kata anasema inafikirisha sana, wanatengeneza chuki ambazo zinaweza kuleta machafuko, na huku wanaenda kwa makanisa na misikiti kuwaambia viongozi wa dini wahubiri amani. Hao viongozi wa dini walipaswa kuwafukuza mbwa hawa na hata kuwalaani kwa jamii. Huyu naye sijui hata anaenda kuswali nini. Lakini anaitwa Isil anasema wakili msome umemaliza kila kitu. Hawafahamu Chadema viongozi wengi kuanzia mwenyekiti wa Bavicha pia ni mawakili wasomi. Lakini pia Foz Muslim anasema mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ametafsiri sheria CCM sio kisheria. View ni vile na sheria ni zile. Njaa ya madaraka ndo tatizo. Lakini Zak anasema hii fomu ya maadili ndio iwe kigezo cha chama kutoshiriki. Unajua bana, hawa viongozi wetu hakuna muda wanatakiwa watuchangamshe, sema tutapiga kelele Lissu wamtoe kweli. Mimi binafsi bila sheria kurekebishwa ama amna uchaguzi tumechoka. Lakini Shivo TZ anasema hawa ndio wahaini wenyewe, maana wanachochea machafuko katika taifa. Na vile wametuona sisi wajinga, sheria zimepita kushoto, hivyo wakitamka wanajua hatuwezi kupinga. Muhimu pambanie kuhusu hili, tufungulie kesi ya uhaini hiyo raia. Lakini Nico Balinda anasema wananchi wengi pia hatuoni tena umuhimu wa kushiriki uchaguzi, na mwaka 2025 hamtatuona kwa nini kupoteza muda wetu bure. Lakini Conrad Edwin anasema sasa kaka Mwabukusi kanjunjumele agwagukaya hivi kweli mtakubali hili? Ukweli kama msomi wa sheria kuna muda ni mbaya sana. Wewe unajua kitu kuwa hapo sio sawa, unamwacha asiyejua aendelee kufanya, huku mnajua mmekaa kimya. Dhambi hii mtaibeba mnaojua, yani inaumiza sana mioyoni kaka. Lakini Edwin Majira anasema ukiwaangalia wakati unaongea unaona kabisa hata mtoto wa darasa la pili anaweza vyema kuliko hawa watu. Lakini Mogo anasema
Muangalie usoni vizuri jamaa, sura ya mtu anaweza kuisoma vizuri kwa kuangalia picha yake. Picha hutoa wasiri wa tabia. Uelewa wa mtu, sura kama hii ukiangalia tu unajua kabisa hapa hamna kitu. Lakini Glory anasema nilichogundua watu wanaosali sana ndio watu waovu sana hapa duniani. Lakini Joel Malo anasema yani kinachotafutwa hapa ni Chadema isiwepo kwenye uchaguzi, watu wapite bila ushindani, maana bila Chadema wagombea wa CCM watapita tu kama wale wanaopitaga bila kupingwa. Lakini JK Rowland anasema tatizo sio namna wapo walivyotafsiri au namna walivyofundishwa vioni, bali kufanya hao kwa makusudi kabisa kwa ajili kwa sababu wanajua kuwa hakuna mtu yote anaweza kufanya chochote. Hapo ndipo tulipofikia kama taifa. Ni wakati kubaliana kuwa no reform no election. Lakini King David Wapira anasema jitu lina macho matatu lakini haliwezi kusoma mtu mkuu. Hawa watu hawataki tena mambo ya kisheria, washaamua kufanya ubaya. Lakini ya mwisho kabisa upendeleo inatoka kwa Emmanuel Matiku, anasema alafu utasikia akina Mwigulu Nchemba wanasifia huyu mtu eti akawafundisha uchumi wa kibepari, yani ule wa kikoloni kabisa. Lakini Charles Brown anasema hawa wajinga wanaotengeneza segment kama vile viapo vya mawakili, kanuni za maadili, sijui mhuri wa chama, in order to justify matendo yao ya kunyima haki za watu kuchagua au kuchaguliwa. Lakini pia Ombeni T anasema Blow hawafanyi hivyo kwa bahati mbaya, wanafanya hivyo maksudi wakiwa wanajua kabisa wapo kinyume na sheria, lakini wameamua kuchagua kutojali na wana uhakika hayupo wa kufanya kitu, maana huo ni mkakati wa wale miungu watu. Kazi ipo kwa kweli, nani atatutoa hapo? Lakini Mbabashaji anasema hawa jamaa walidhani wamepata escape route ya kukwepa uwajibikaji, and they took it with all heart, na sio kwamba hawajui sheria bali wanaipindisha kwa maksudi ili iende na ajenda zao ovu. Lakini Tumaini Nkinda anasema mkuu pole ana majukumu ya kulitumikia taifa. Ni njia gani rahisi unaweza kutumia kuomba ushauri wa kisheria private kutoka kwako? Asante, ubarikiwe. Lakini Slap One anasema kuna vitu mama anatakiwa kujua kuwa watu wanamharibia na kutetea matumbo yao binafsi. Hata ishu ya Lissu inaweza kukuta ni genge fulani limeona ili mama awaone wanafanya kazi. Lakini George Musini anasema wewe mkurugenzi ni mpuzi, tayari umekwisha kupokea hongo kuweza kuondoa Chadema katika chama vinavyoshiriki uchaguzi. Lengo na madhumuni yenu ni lile kama la wale nchawa wa CCM. Lakini anaitwa Hens Don anasema sio utofauti wa vyuo, sheria ni zile zile. Asema tu sheria siku hizi zinapindishwa wakiamini hamna kitu mnaweza kuwafanyia. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameweza kutoa katika mtandao wa Twitter. Jina langu ni Diwakewe TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, tafadhali subscribe na turn on notification. Lakini pia unaweza kutoa maoni yako katika eneo la kutoa ujumbe hapo. Tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.